Wananchi wa kisiwa cha Bwilo wilayani Ukerewe mkoani Mwanza wameomba shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kuimarisha elimu ya usalama wa majini na kuhakikisha vifaa vya uokozi hususan maboya vinapatikana na vinatumika ipasavyo. Wito huo umeibuka baada ya mafunzo ya usalama wa abiria na vyombo vya majini yaliyofanyika katika eneo hilo. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la TASAC yamejikita kwenye namna bora ya kujiepusha na majanga yasiyo ya lazima yanayoweza kutokea majini kwa lengo la kupunguza vifo na ajali. Ongeeni na wenye vyombo husika wanunue aina ya maboya ambayo kimsingi yanakubalika kisheria na yenye uwezo wa kubeba hizo kilo 70 mnazozizungumzia kisheria. Kwenye upande wa maboya hakuna maboya ya watoto, japokuwa vyombo hivi vinabeba watu wazima na watoto. Kwa hiyo mimi niwapongeze kabisa kwenye hizi elimu mnazozileta, lakini yachukueni haya mkayafanyie kazi. Maboya vyombo vya usafiri ni changamoto kwa sisi abiria. Jambo la kwanza, feri kama feri au meli kama meli, ni wajibu wao sisi kama abiria tumeingia ndani ya chombo wafungue ile maboya waanze kutugawia abiria. Lakini inakuwa ni changamoto, yale maboya yamefungiwa kufuli na abiria tumekaa. Je, ikitokea tatizo utapata akili ya kwenda kubomoa ile kufuli upate boya? Mimi ombi langu nakuwa naomba na shauri serikali. Hizi kampuni zinazotoa maboya yanaanza kutuokolea maisha yetu. Hizi kampuni ni kampuni zimejaa zinatengeneza maboya yani yanayolingana sina chapati. Kiasi kwamba majini ukipata ajali, labda ukizidi sana ni sekunde 10 tu tayari umeshakufa. Kwa hiyo ningeomba basi serikali kama ina uwezo wa kuweza kutusaidia sisi wavuvi ili na sipate tujikinge na ajali hizi, ziturahisishie kutengeneza maboya ambayo yana viwango, basi tupate vifaa hivyo kwa njia rahisi, kiwezekana lifunguliwe maduka hata kwa eneo kama ya kwetu ya wavuvi. Tunapata pale vile vyombo, maboya na vyombo vya uokozi tunapata kwa bei rahisi maeneo husika. Akizungumza katika mafunzo hayo, mkuu wa kitengo cha polisi jamii, ulinzi shirikishi na mahusiano ASP Rafael Ganchira amesema shughuli za usafirishaji majini haziwezi kuwa salama bila kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Ili kusudi hizi shughuli zetu tuweze kuziendesha bila kuleta madhara kwa watu wasafiri wale. Yule kapteni anaendesha ile mitumbwi, lakini na abiria waliomo kwenye na mali yenyewe mtumbwi wenyewe, lazima tuzingatie kanuni na taratibu na sheria za nchi. Kwa hiyo tujitahidi tukae kwenye kanuni na taratibu. Hizo ndizo zitakazo tuweka salama. Sisi tulipokuja meona tumekuja na maboya yetu haya. Naona haya ni maboya yetu tuliyokuja nayo. Kwenye mtumbu ule tuliosafiri nao yamechoka kweli kweli na alafu hayana kiwango. Sasa hebu tujitahidi tusijaribu kuchezea maisha yetu. Yale tunayoelekezwa kuyafanya na vyombo husika tusimamie humo. Ofisa uhusiano mkuu wa TASAC Mariam Miela amesisitiza kuwa wamiliki wa vyombo vya majini wanapaswa kuhakikisha kila chombo kikiwa na vifaa vya uokozi vinavyohitajika, huku akiwataka abiria kuchukua tahadhari binafsi. Tunapokuwa kwenye vyombo vyetu, tuhakikishe tunapoingia kwenye chombo, abiria wote tuombe ili jaketi okozi tuwe nalo tumevaa muda wowote. Lakini pia wale wamiliki wa vyombo wahakikishe kwamba vyombo vyao pia vina hizi jaketi okozi zikiwa katika hali nzuri. Lakini pia kumsisitizia yule muendesha chombo ahakikisha abiria wake wanapoingia kwenye chombo wanavaa hii jaketi okozi. Nimeona kuna watoto wadogo wanapanda vyombo, hatuwavalishi hizi jaketi okozi. Jamani, hao ndio taifa la leo. Hao ndio tunategemea wawe viongozi wetu. Kwa hiyo wewe unaweza ukasema mimi naweza nikaogelea kutoka hapa mpaka pale. Lakini yule mtoto je? Na muda huo utakapokuwa imetokea taharuki, hamna mtu atakayeweza kumkumbuka kwamba kuna mtoto mdogo alikuwepo kwenye kile chombo, au kuna mama mjamzito alikuwepo kwenye kile chombo, au kuna mama mzee, au kuna baba mzee. Lakini unapokuwa umevaa hili jaketi okozi, inakuwa ni rahisi kwako wewe, kwa sababu hii jaketi unapokuwa umeingia kwenye maji, ukirelax, hili jaketi linakupeleka taratibu. Huna hata haja ya kustruggle. Kwa ninatoa wito jamani, wa mama, wa baba, watoto, tujitahidi kutumia sana hizi jaketi okozi. Wamiliki wa vyombo, waendesha vyombo, tujitahidi kuwasisitizia abiria wetu
kuvaa hizi jaketi okozi pale wanapoingia kwenye vyombo. Akisema mbishi, jaribu kumwelimisha kwa elimu ambayo tumeipata hapa, kwamba tunajaribu kuokoa, tunajaribu kupunguza maafa. Hatutaki vifo kwa ajili ya taifa la kesho. Hii ndio taifa ambayo tunaitegemea. Nani atakuja kuvua kama tutaacha watu wanakufa kwenye maji? Nani ataendesha hivi vyombo kama wale manaoza ama waendesha vyombo watakufa kwenye maji? Kwa hiyo natoa wito, unapoingia wewe uwe balozi wa kusema hapana, hiki chombo mimi sipandi bila kupewa jaketi okozi. Naye afisa mfawidhi wa TASAC wilaya ya Ukerewe Captain Michael Rogers amesema TASAC inaendelea kufuatilia kwa karibu usalama wa majini kwa kushirikiana na wananchi na wadau wengine. Pia ameomba wananchi kuwa mabalozi wa usalama, wakiwajibika kutoa taarifa pindi wanapobaini ukiukwaji wa sheria au uzembe unaoweza kusababisha ajali. TASAC kina utaratibu wa kusimamia hivi vyombo vinavyosafirisha abiria na mizigo kwenye maji, na pale inapotokea kwamba chombo kimekiuka, sana sana tunapata taarifa kutoka kwa viongozi wa miaro wanaokuwepo, hasa wale wa BMU au watendaji au kama kuna askari au askari shirikishi. Kwa hiyo wakitupa taarifa kwamba chombo tayari kimejaza kwa mfano mizigo kinataka kubeba na abiria, tunachukua hatua kukupigia simu na tunaandaa. Kama kimeshaondoka tunaweka ulinzi pale kinapogoa kwa ajili ya kukamata na kuhakikisha kama kimefanya hilo kosa na kuadhibu. Ni wajibu wa mwenye chombo kuhakikisha kwamba chombo chake kina maboya ya kutosha watu anaowabeba na kujumulisha 10% kwa ajili ya watoto. Kikiuka faini yake ni 250,000 au 500,000 mahakamani au kifungo au vyote viwili. Wananchi tuseme wawe mabalozi wa usalama wao kwenye maji. Pale anapoona kwamba chombo anachotakiwa kupanda kimekiuka taratibu za mamlaka, atupe taarifa pale pale kusudi tuweze kuambia wasimamizi wa pale wakichukulie hatua. Kwa hiyo wananchi wawe wa kwanza, wasikaidi kwa sababu wanakuwa na shida, wanabeba kwenye vyombo ambavyo havistahili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.